Na waletea somo linalohusu kuzibeba silaha za Bwana. Mwambie jirani yako umebeba silaha ya Bwana. Hilo somo linatoka katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 na mstari wa 11. Naomba aliyefika anisomee. Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 inasema, vaeni silaha za Mungu mpate kuweza kuzishinda hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Efeso ile sura ya 6 mstari wa 11 inatuambia tuzivae silaha za Mungu ili tuweze kuzipinga ile ambazo za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupa silaha mbalimbali ambazo hizo silaha ni kama vipawa. Umepewa kipawa cha maombi. Hiyo silaha ya maombi unaitumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kufanya hiyo na silaha ya maombi. Unaweza kumlilia Bwana katika kutumia maombi. Hili jengo likaendelea. Hakuna mchawi atakayetikisa katika hili jengo. Hili jengo likaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na silaha ya maombi, hakuna mchawi atakao kutikisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumlilia Bwana katika shida yako. Unapokuwa mgonjwa, unapokuwa na silaha ya maombi, unamwomba Mungu, unamlilia Bwana, unamwambia Bwana, na silaha ya maombi, nahitaji uponyaji, nahitaji kuwa na wewe, nahitaji kupona. Bwana Yesu asifiwe. Somaji naomba nisomee mstari wa 12. Inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Mstari wa 12 unatuambia, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kwa sababu unapokuwa na silaha ya maombi, huwezi kupigana vita vya kiroho ukiwa katika njia ya mwili. Unapokuwa na silaha ya maombi, unaingia ndani ya ulimwengu wa roho. Unakuwa katika ulimwengu wa nuru na unaweza kupingana na ulimwengu wa giza. Unaweza kumpinga shetani. Unapigana vita dhidi ya mateso ya mapepo. Unapokuwa na silaha ya maombi, unaweza kuwatikisa watu wabaya katika ulimwengu wa roho. Unapigana katika ulimwengu wa roho, si katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili linatuambia inatakiwa muombe Mungu uwe na silaha ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna silaha mbalimbali na ipo silaha nyingine ya imani. Aliyesema mtumishi mwenzangu hapa, somo la imani. Unapokuwa na imani, unakuwa naamini kitu ambacho kitatokea mbele. Unakuwa na imani hili jambo leo litakamilika. Unakuwa na imani Jumapili mambo yataenda vizuri. Unakuwa na imani Jumapili utakuja kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisomee mstari wa 13. 12 inaendelea inasema, Ndio. bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya... Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa umebeba silaha, unakuwa unapigana vita vya kiroho na nguvu za giza ya mamlaka na wakuu wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Inahitaji uwe na ujasiri wa kupigana vita. Kwa maana wachawi mida zao ni usiku. Unapokuwa umelala, mchawi anaweza akakutokea ukiwa umelala haujaomba. Kuna watu wanapenda kulala bila kuomba jamani. Niwaambie leo watumishi wa Mungu, mpende kumwomba Mungu. Hata wanasema chukua dakika moja kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa yote aliyokutendea na kuwa na silaha ya maombi. Ukizibeba silaha zake, yani mchawi hataacha muda wote. Unamwambia kwa jina la Yesu. Naomba unisome mstari wa 13. 13 inasema, Amen. kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatuambia tuzitoe. Yaani linamaanisha tuzibebe silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na silaha za Mungu, yaani ni kama mtu yule ambao ana uhuru, hawazi chochote
katika maisha. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuzipinga nguvu za giza katika uovu. Hautakuwa na dhambi, hautatetereka kuhusu uovu. Bwana asifiwe sana. Amina. Watumishi wa Mungu leo nawashauri, kwani na nguvu ya maombi. Bwana asifiwe sana. Nguvu ya maombi ni nzuri kwa sababu unapokuwa naomba unalikumbuka jengo lako kanisani. Mtu akipita anasema kweli Church of God wamejenga. Wanasema kweli hapa kazi ilifanyika. Lakini ilifanyikaje? Ni maombi yenu. Unapokuwa na maombi kila kitu kinaenda. Bwana asifiwe sana. Na unapokuwa unaamini jengo hili litasimama. Tutakuwa na sisi tunakuwa tunajitamba. Kwa sisi tunajengo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Naomba nisomee Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza. Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza. Unasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha unapomaliza kuwa na silaha maombi, ukamjua Bwana, unakuwa na hofu ya Mungu. Unasema mimi namfuata Mungu, siendi kwa shetani. Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza wanatuambia tumfuate Mungu. Sasa unapokuwa na maombi, unaanza kuona raha ya kuwa Mkristo. Unaanza kuona raha ya kuwa ndani ya Yesu. Yaani unafurahi mwenyewe. Unasema yani tuache kwanza kasuti. Piga kasuti kwanza. Kumfuata Mungu, kumfuata Yesu, unaona raha. Yaani kwanza wakipita wanasema jengo limekamilika, mchungaji anapiga suti na ana kitambi cha raha. Unapokuwa ndani ya Yesu unaona raha ya kuwa ndani ya Yesu. Kwanza unasema watumishi wenyewe wanapendeza. Unasema kwa shetani natafuta kwa nini? Kwa shetani natafuta kwa nini? Yaani watumishi wanavaa suti, wanapendeza. Mwingine anashona kagauni akifanya video. Siku hizi ikifika saa 2 ni Ijumaa, kwenye maombi yetu ya watoto hapa wanasema imefika usiku usiende. Lakini tunapokuja kujifunza hapa tunajifunza vitu vingi sana. Kuna muda mwingine tunapambana na nguvu za giza. Yaani kuna muda mwingine nyavu ukipita dirishani tunasema kwa Jesus. Sasa tunajifunza mengi hapa kanisani Ijumaa. Usimzuie mtoto wako. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na maombi, mwambie Mungu katika shida yako. Ukiwa na maombi unaweza kupona magonjwa. Kama Paulo na Sila walivyokuwa gerezani, walimwomba Mungu, walimsifu na kumwabudu, malango ya gereza akafunguka. Bwana asifiwe sana. Hata yule mama aliyekuwa anatoka damu kwa miaka 12, aliposhika pindo la Yesu akapona. Na kwa imani yake, kwa silaha ya imani, Bwana akamwambia, imani yako imekuponya. Tuwe na silaha ya maombi na tuamini jengo hili litafanikiwa na kanisa litaendelea na mtazidi kupendeza na mchungaji atakunywa supu kila siku. Ni watazari muwe na maombi na imani ili mchawi siku ya ujenzi, siku ya Harambee asikanyage hapo. Hao yanaonea mbali mbali tu. Bwana asifiwe sana. Kwa siku
anayekuja ni mkali zaidi. Hakikisha ndoo yako haijajaa. Apiga haleluya ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kisha mhubiri wa mwisho anasimama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa majina yangu naitwa Weza Maliko. Nimetokea katika idara ya watoto. Wakubwa shikamoo. Kwa siku ya leo nitaenda kuhubiri somo linaloitwa tumwite Bwana katika shida zetu. Twende tukaangalia katika maandiko ya kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. Yeremia sura ya 33 mstari wa 3 inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bwana amesema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Amen. Siku ya leo tutaenda kumuita Bwana atoane mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Twende katika kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 6. Nasema, Bwana yuko upande wangu, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana yuko upande wako, utaogopa mwanadamu atakutenda nini? Kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa mwili na nyama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu anatuambia tusimwogope mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema, Bwana yuko upande wangu, msaada wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wakiwa wameshindwa. Bwana akiwa upande wako, pia atakuwa msaidizi wako. Kwa wale wote ambao wamejificha vichakani, makaburini, Bwana lazima atawafufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Tunarudi tena katika maandiko ya kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 6. Ulikuwa unasema hivyo hivyo. Amen. Bwana yuko upande wako, sitaogopa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu sio kitu kwako. Mwanadamu ameumbwa kwa mwili na nyama. Mwanadamu akija, hata kama ni mchawi, hata kama ni waganga, ila ukimuita Bwana, ukamlilia Bwana, Bwana lazima ashuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Kama wale manabii wa uongo waliokuwa wanaisujudia miungu wa Baali, lakini Elia alipokuja akamuita Bwana, Bwana akashusha moto, zile sadaka zote ambazo walikuwa wametoa zikaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Twende katika kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 19. Zaburi sura ya 18 mstari wa 19 inasema, akanitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa amependezwa nami. Alinitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Amina. Kama yule mwanamke aliyokuwa anatokwa na damu miaka 12, alimlilia Bwana, akaenda kushika pindo lake. Bwana
akamsikia akamjibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa siku ya leo naishi hapa. Yesu asifiwe. Nadhani kuna watu leo ndoo zitawashinda hata kuzibeba, si ndio? Zimejaa hadi zinamwagikia. Mhubiri wa kwanza amewafundisha imani. Mhubiri wa pili akawafundisha kuhusu silaha. Na mhubiri wa mwisho akawaambia kumuita Mungu, si ndio? Wale manabii walijikatakata na visu, lakini baada ya kusikia. Lakini Elia alipomuita Mungu, sauti moja tu Mungu akasikia. Kwa siku ya Jumapili nijitahidi kumuita Mungu. Na najua mkimuita kweli Mungu atawaitikia. Bwana Yesu apewe sifa. Wahubiri ni wengi sana. Wapo wenye uwezo zaidi ya hawa, lakini ni kwa sababu ya muda. Mwaka mwingine na wao watasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati huu ningeomba kumuita mwalimu aweze kuendelea. Amen.